our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Ebana, kumekuwa na vita kwenye mitandao ya kijamii Kenya na nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakikabana kuhusiana na issue tofauti ambazo zilifanyika. Ikumbuku ya kuwa kuna wanaharakati kutoka nchini Kenya ambao hawakuruhusiwa kuingia nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuna wale ambao pia walizuiliwa na kufanywa kile ambacho tunachokiita ukatili, yani walipigwa, kama Boniface Mwangi na mwadada mwanaharakati kutoka nchini Uganda ambaye anajulikana kama Agatha. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo watu wamekuwa wakiliongelelea kwenye mitandao ya kijamii na kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya na Wanaafrika ya Mashariki kwa ujumla. Wanajiuliza maswali kibao kuhusiana na ushirikiano uliopo kati ya Kenya, Uganda na nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani zile nchi ambazo zinatengeza Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa ujumla. Kwa hiyo wakina Boniface Mwangi wamelilia haki, na mwadada Agatha pia anasema kuwa alidhulumiwa, yani alifanyiwa vitu ambavyo tuwezi vitaja hapa kwenye hii podi ya habari 254. Kwa hiyo Wakenya wamekuwa wakirushiana madongo na wananchi kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hali hii ikapelekea viongozi kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuseme baadhi yao, kuingilia kati. Niliona wabunge wakijaribu kuwachamba wa Kenya na serikali kwa ujumla, na wabunge wengine pia wakimrai Rais William Ruto aingilie kati, yani ajaribu kuongea na Wakenya wapunguze makali ya vitu ambavyo wanajaribu kuweka kwenye mitandao ya kijamii vikimlenga Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania muite Mama Samia Suluhu Hassan. Tulikosea kweli yule Martha Karua kumrejesha kule, na hili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini kweli? Na yule anayesema anadai kapigwa eti anashuka kwenye gari anajichechemeza kweli? Yule alikuwa apigwa rudi na mitungi ya gesi kule kwao, anafumulia gesi. Wengejua Tanzania, wengeona makali ya jeshi la Tanzania. Lakini eti leo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza. Tumemwacha Martha Karua anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa Waziri, hili lisitokee tena. Anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa hapa. Anaingia ndani ya 18 zetu tumalizane naye hapa hapa. Wanapotaka tunataka. Sisi hatujashindwa na sisi hatuwaogopi. Wasifikirie kama walivyoweza kufanya kule kwao watakuja kuchochea Tanzania hivyo hivyo. Tanzania ni nchi tunayoheshimiana. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa urafiki na udugu. Sisi tunaheshimu sheria zetu. Wao tuliwaona kule walienda kunajisi mpaka bunge lao, nchi gani ile? Eti alafu mtu anakuambia tukasome kwao. Tukasome nini? Kipi tukasome? Sisi hatuna cha kusoma kwa Wakenya, isipokuwa Wakenya watoke kule waje wajifunze kwetu, waje watalii kwenye nchi yetu waone, wafundishe namna siasa inapofanywa. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Jamaa wanasema kwamba ametushinda kila kitu. Kwa hivyo hakuna cha kujifunza kutoka kwa Wakenya. Walisema hivyo. Kuna mbunge mmoja nilikuwa nakutazama sasa. Huyu jamaa anasema nini jamani? Ningekuwa mbunge ningemjibu. Bwana wabunge wetu hawajibu jamani. Haina haja. Sema hakuna cha kujifunza hapa Kenya. Tunawashinda kila kitu. Nikashangaa jamani wa Tanzania. Hati hakuna cha kujifunza hapa Kenya. Anasema ati kizungu tu. Kizungu tu. Hapo kwa kizungu nao wamekubali. Walikubali. Kizungu nacho kimwapita. Tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana. Huyo sijui Mwangu, sijui Mwangi na Martha Karua ndio vinara wa Gen Z kule. Wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani. Wametoka kule wamekuja tena Tanzania.
Tunawaomba Wakenya, hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida, tuna ugomvi na wanaharakati. Tena mimi nilishangaa mliwarudisha wa nini? Mngewaingiza ndani tuwapeleke na kulima, inawezekana kule Kenya hakuna mashamba. Sasa kuna vibonzo ambavyo vimekuwa vikiwekwa kwenye mitandao ya kijamii na vikorombwezo tofauti kumdhihaki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na kile ambacho Wakenya wanaita ukatili na vile udikteta. Kwa hiyo Rais William Ruto siku ya leo ameamua kuvunja ukimya wake na kuongelelea ishu hii na kuomba msamaha kwa niaba ya Wakenya. Sasa yeye anasema kuwa ameomba msamaha nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla kuhakikisha kuwa mambo yako sawa zaidi. Unajua Rais William Ruto wakati huu sasa ni kama mzazi, kwa maana mzazi jukumu lake ni kuhakikisha kuwa wanawe wamenawiri na vile kuleta uwiano kati yake na wanawe na vile majirani. Kwa hiyo Rais William Ruto ameomba msamaha na ameongelelea siku ya leo katika maombi ya taifa maarufu kama prayer breakfast ndani ya gatuzi la Nairobi. Kwa hiyo nimeamua kukuwekea kipande cha video hii angalau upate kujua kile ambacho Rais William Ruto alikuwa anaongelelea, yani ile hali ya kuleta uwiano kati ya nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taifa la Kenya kuhakikisha kuwa mambo yako sawa, kwa maana watu wamekuwa wakirushana vidongo. Wa Kenya unajua ukiingia kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi ambavyo wanafanya pale TikTok, mitandao ya X kitambo walikuwa naita Twitter, na hata Facebook wameweka vibonzo vingi zaidi kumdhihaki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, na hali hii pia inaonekana kuwa haijawafurahisha baadhi ya viongozi kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wanasema kuwa Wakenya inafaa wadhibitiwe. Hiyo hebu tizama video hii alafu baadaye utaniambia unajihisije kutokana na ile hali ya Rais William Ruto kuamua kuingilia kati ile hali ya Wakenya kurushana madongo na wananchi kutoka nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ile hali nzima ya wanaharakati kutoka nchini Kenya kuzuiliwa kuingia nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wengine pia kutekwa na kufanywa ukatili. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great and will take us forward. And to each and every one of us, you know, I know today God in his own way has made it possible for us to build the bridges between our political parties. We now have a broad-based government that brings us more people, more citizens, more into one ecosystem that we can plan together, we can work together for the greater good of our nation. And I want to remind you, great people of my country, the words of Psalms 133, verses 1, 2, and 3. And I want to paraphrase to say that the Word of God tells us how good and how pleasant it is for brethren to live together in unity. It is in God's perfect will and plan for us to live together in unity across political divides, across our communities, across our religious divides. We live together in unity because there is a reason. Verse 3 says, where there is unity, God commands a blessing.
there is a dividend for unity. And that dividend is God's blessing. Kwa hiyo ni habari 254 Bonga Tube. Achia mbali simulizi KE, usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare makala ambazo tunaweka pale. Shukran jidan, marhab, habib, tunawapenda zaidi.